Praise God. Praise God again. My name is Pastor Douglas Mwangi Kamande. Nimeokoka na nampenda Mungu kwa kuniokoa. Kwa sababu mahali Mungu aliponitoa, singeweza kujitoa mimi mwenyewe. Singeweza kujitoa mimi mwenyewe. Mungu ndiye amenitoa hapo. Mungu ndiye amenitoa hapo. Na ndio maana niko hapa. Niko hapa nikihubiri neno siku ya leo. Niko hapa. Nataka tuongelee kuhusu roho. Kuna roho mara mbili. Kuna roho ya wepesi na kuna roho ya uzito. Wakati unapoomba, kuna roho ya uzito na kuna roho ya wepesi. Hizi ni vitu ambazo hupatikana kwa maombi. Ndio maana wakati mwingine utapata uko kwa maombi na umepiga magoti unaomba. Unapata ushalala. Kwa sababu gani? Roho ya uzito. Utapata unasoma Biblia, utapata ushalala ukisoma Biblia. Utapata una watch, kama ni mahubiri una watch kwa simu, unapata umelala. Kwa sababu gani? Kuna roho ya uzito. Hiyo ni roho ya uzito ambayo inasumbua watu wengi. Nataka tuombe Mungu aachilie roho ya wepesi ili tuweze kuona Mungu kwa haraka kwa maisha yetu. Roho ya wepesi. Sisi zote ni washindi. Sisi ni washindi. Tunapong'ang'ania huu ufalme wa Mungu, sisi ni washindi. Maana Biblia inasema tangu enzi za Yohana mpaka sasa ufalme wa Mungu hupatikana, na hupatikana kwa nguvu, nao wenye nguvu huuteka. Wenye nguvu huuteka. Lazima ung'ang'ane ili uweze kupata huu ufalme wa Mungu. Lazima ung'ang'ane uweze kupata huu ufalme wa Mungu. Siku hizi watu wameingililia mambo mingi. Hawang'ang'anii ufalme wa Mungu, wanang'ang'ania vitu za dunia. Wanang'ang'ania Range Rover. Unapata wameenda kuabudu devil worshippers. Unapata mtu ameanza kusacrifice familia zao. Mtu ameanza kusacrifice familia zao. Baada ya kung'ang'ania ufalme wa Mungu, tunang'ang'ania vitu za dunia. Tunang'ang'ania mashamba, tunang'ang'ania magari, tunang'ang'ania ukubwa. Ati ukue pastor mkubwa, ati ukue sijui muibaji mkubwa, sijui ukue nini. Biblia inasema, tafuteni ufalme wa Mungu kwanza, hayo wengine yote mtazidishiwa. Mtazidishiwa. Mungu anaokoa, haijalishi ulikuwa mwizi, haijalishi ulikuwa mchawi, haijalishi ulikuwa nani, haijalishi ulienda kwa devil worshiper, haijalishi ulienda wapi. Rudi kwa Mungu, Mungu atakuokoa na Mungu atakubadilisha. Ng'ang'ania ufalme wa Mungu. Omba Mungu wa kweli, Mungu wa haki na kweli. Wachana na hizo mafuta, hizo unapaka watu. Unadanganya watu kwa nini? Mafuta inakauka, damu ya Yesu haikauki. Mbona unadanganya watu? Unapaka watu mafuta. Damu ya Yesu Kristo haikauki. Mafuta unaweza pakwa ikakauka. Maji unaweza pakwa ikakauka. Unaweza pewa hiyo maji na ikaisha kwa kachupa. Mbona watu wa Mungu mko na imani ndogo hivi? Munaamini hizo chupa zao. Ati wewe sasa unaamini hiyo kachupa ndio inaweza kukuponya. Na Yesu ako na nguvu. Damu ya Yesu ilimwagika kwa sababu gani? Kwa ajili ya dhambi zetu. Damu ya Yesu Kristo ilimwagika kwa ajili ya dhambi zetu. Na ndio maana tuko hapa, ili tuweze kumuabudu. Na ndio Yesu anasema katika kitabu cha John 4 chapter 23, saa ipo na saa inakuja ambao Baba atatafuta waabuduo halisi. Waabuduo halisi watajitokeza. Maana Mungu ni roho, na wanaomwabudu inawapasa wamuabudu kwa roho na kweli. Wamuabudu kwa roho na kweli. Siku hizi hamuabudu kwa roho na kweli. Siku hizi mnaabudu huyo pastor wenyu. Mnaabudu huyo pastor wenyu ni kama yeye Mungu wenu. Maana kuna mahali ameenda, amegangagangwa na waganga,
Sasa mnamuona ni kama Mungu, mnamuabudu, na ndio unapata hiyo madhabahu yake. Baada mubarikiwe, anamnyonya tu, yeye anaendelea kununua magari, na nyinyi mnaendelea kukuja na maslippers kwa kanisa, na yeye anaendelea kununua magari. Kwa sababu gani? Wewe hauna connection kwa hiyo madhabahu ya waganga. Wewe hauna connection kwa hiyo madhabahu yake. Kuna wale ambao amewaweka hapo na wako na hiyo connection yake, na ndio mara anakaa akiwaitisha pesa, kwa sababu zile vitu alizoendea zinamsaidia, lazima ziende zifanyiwe upya tena, kurenew. Aende arenew hiyo miti yake, aende arenew hizo madawa zake. Wacheni kudanganyika, watu wa Mungu, wacheni kudanganyika. Wanaenda wanatoa wengine sacrifice. Unatolewa sacrifice ati umegojeka. Umegojeka wapi? Umegojeka wapi na umetolewa sacrifice? Ati umegojeka umegojeka ugonjwa wa muda kidogo, umekufa. Hakuna ugonjwa wa muda kidogo, hakuna. Kwa Mungu hakuna magonjwa. Kwa Mungu hakuna magonjwa. Mbona nyinyi ati kwa familia yenu mnaamini Mungu na mbona mnakufa? Mnakufa kwa nini na mnaamini Mungu? Hakuna Mungu mnaamini. Kuna chenye kinamkura. Kuna jambo ambalo linamkura. Kuna kitu ambacho kinamkura. Biblia inasema hakuna uchawi juu ya Israeli na hakuna uganga juu ya Yakobo. Wale watu ambao wanaamini Mungu, hakuna uchawi juu yao. Na mbona mnakufa? Mnakurana nyinyi wenyewe kwa wenyewe. Kaini akakura Abel nduguye. Usiseme uwezi kuliwa na ndugu yako. Usiseme uwezi kuliwa na dada yako. Kaini alimkula ndugu yake, toka nitoke. Unakuliwa. Kaini alikula ndugu yake, toka nitoke. Usiseme uwezi kuliwa, utakuliwa tu. Utakuliwa ukisema hauwezi kuliwa. Maana nini? Ndugu yako anataka atajirike, anataka marejirofa, anataka bagari, anataka aonekane. Ati akitembea kwa watu anajiona na kirejirofa, anajiona na rejirofa. Ayubu akasema, nilikuja bure na nitarudi bure. Empty I came, empty I go. Nilikuja bure na nitarudi bure. Bona hiki kipawa ambacho Mungu anapatia watu, anawapatia bure. Na bona sasa watu wanaitisha pesa. Bona mnaitiswa pesa. Na kipawa ni cha bure. Kipawa ni cha bure. Kutoa pesa ni mapenzi yako. Mapenzi yako wewe mwenyewe utoe pesa. Mapenzi yako utoe chenye utataka kutoa. Lakini sio ati nikuje nikuambie ati toa hii pesa ndio nikusaidie. Ndio usaidike. Na baada ya usaidike unapata ni mashida zinaongezeka kwako. Madeni na magonjwa. Fikirieni sana watu wa Mungu. Fikirieni sana. Ukifanya jambo fikiria. Ukifanya jambo ufikirie. Kwa jina la Yesu Kristo. Ukifanya jambo ufikirie. Wacha kufanya watu wote marafiki zako. Watu wanakurana. Hawataki kuona ukiinuka. Kwanza wale watu mnafanya kazi moja na wao, hawataki kuona ukiwapita. Chunga sana. Chunga sana. Chunga sana ukifanya mambo na watu. Chunga sana. Na Mungu awabariki sana.